Hasa leo ile kitu imetuleta hapa ni wizi ambao umekuwa ukiendelea kwa petrol stations zenye ziko within the town. Kwa mwaka huu peke yake imetendeka mara 3 zenye zimekuwa reported kwa kituo chetu cha polisi, na katika hizo 3 tumeweza kuangalia wakati ule zinatendeka ni kuanzia saa 8, katikati ya saa 8 hadi saa 9 katika hizo zote 3. Na ile njia hii watu wanatumia ni ya kwamba kuna watu fulani wamevaa mavazi ambayo yanakisiwa kama kuwa ya polisi, na wakifika katika zile vituo ambazo wananuia kufanya uharibifu wao ama uhalifu wao, wanapata wale mabawabu ambao wameajiriwa na wafanyabiashara, wanawafunga kwa mikono. Pia na petrol attendants pia hata wao wanajipata katika hali ya kufungwa kwa mikono. Wakishafanya vile wanavunja kwa hizo mabiashara, na ndiposa wanatekeleza ule wizi. Ni jambo ambalo halijatuweka katika hali mzuri, na tunafanya lolote juu chini ndiposa tuweze kukomesha hili jambo. Vile nimesema, ya kwanza yenye tunafuatilia kulingana na zile 3 ambazo tumeona ilifanyika, watchman akavunjwa, CCTV ikabebwa, na pia wakaweza kuiba pesa. Katika hiyo kesi inahusisha petrol station inaitwa Jeptech, tuliweza kupata watu 2. Wale watu 2 tukapeleka kotini, lakini kulingana na sasa vile mambo yapo ni ya kwamba hao watu 2 koti iliweza kuwaachilia, na zile pesa walikuwa wamepatikana sababu vile walikuwa wamefanya wizi ilifanyika, ikawa wakaenda kwa hoteli, kwa mahali, kwa guest house fulani, wakadeposit shilingi 96, na ile pesa ilikuwa imeibiwa ilikuwa kama 1120. So tukifuatilia hizo matukio mawili, tulikuwa tumeona kama tumepata ushahidi ya kutosha, na ndio tukaweza kuwapeleka kotini. Ile lingine iliweza kufanyika tarehe 6 mwezi wa 3. Muda ni ule wa saa 8, kati ya saa 8 na saa 9. Watchman pia alifungwa, na watu walikuja kama wamevaa sare zinazokiziwa kuwa za polisi. Kwa hii petrol station, the CCTV pia CCTV kwa bahati mbaya CCTV haiko inafanya kazi, lakini tunatarajia na tuliweza kuadvise the owner ya kwamba ni vizuri ingekuwa inafanya kazi. Lakini kwa juhudi zetu tuliweza kufuatilia CCTV zile zingine ziko karibu na ile biashara. Tuliweza kuona pikipiki moja yenye ilihusika na hawa wahalifu kutoroka nayo, na mwenye pikipiki pia tuliweza kukamata. Tunaendelea bado na uchunguzi ndiposa tuweze kuona kama tutalinki yeye na hizi vituko ambazo zinaendelea, na inshallah yale mambo ambayo yalifanyika jana usiku kwa petrol station ya Shawal, ya kwamba ilifanyika yule muda watu walikuwa na zare za nguo za polisi. Tuliweza kunasa watu 2. Hawa watu 2 wanatusaidia kwa uchunguzi, na tutaweza kuona kama kuna linkage, kwa sababu kuna zile simu zao walikuwa wanatumia. Nataka kuona kama walikuwa katika kile kipindi walikuwa wanazungumza na huyu mwenye alikuwa na pikipiki. Waliweza pia kufunga wale watchman, na wakaweza kuibia yule mfanyabiashara kiwango cha shilingi 30,000. Tukiangalia haya matukio yote ambayo yanaendelea yanashikua mwelekeo fulani. Kwa hivyo hawa watu 2 ambao tumeweza kupata leo watatusaidia sana katika kazi ya kuweza
kushtaki wale ambao watu tunakizia sasa wanahusika, sababu trade ni the same, wako na sare za uniform, wako na zile vifaa za kufunja biashara, kufunja manyumba, kumaanisha inaweza kuwa ni kundi lile moja. Walikuwa watu 5 kulingana ile ripoti ambayo tumepata. So far tumepata 2 na tunatarajia tutaweza kupata hao wengine hao wengine 3. So hapo ndio diposa tumefika kwa ule uchunguzi ambao tuko nao, na tunaendelea kufuatilia diposa tukue pamoja. Wakati haya matukio yalifanyika, tuliona ni vizuri tuwe na ushirikiano na wafanyabiashara wanaofanya hii kazi ya kuuza mafuta, sababu wanafanya kazi muhimu katika kaunti yetu na pia kuinua uchumi wa kaunti yetu. Na katika kazi zetu tunaona ni vizuri tuweze kufanya kazi pamoja. Tumekuwa na mkutano very fruitful ambapo tumekubaliana mambo kadhaa wakala ambayo yatatusaidia kusuruhisha haya mambo. Tukifanya kazi pamoja, sisi polisi na wafanyi biashara na hasa wafanya biashara wengine, ndio tuweze kupata suruhisho kwa haya mambo ambayo tumekubaliana. So kati yangu niko na Bwana Abdinasir ambaye ni mwenyekiti wa wafanyabiashara hapa Wajir. Ataweza kuzungumza yale mambo ambayo tumekubaliana tutaweza kufanya sisi zote kama polisi na wafanyabiashara. The security measures that we have put in place, we have implemented what the county security intelligence team has advised, that we curtail the movement of the motorcycles and the taxi operators anytime beyond 10 p.m. And I believe it has helped us, because in the other incidences, these culprits got a getaway vehicle. Yesterday night, hawakupata gari ya kutoroka nayo, and that I believe that is the reason as to why we managed to get them. The other strategy that we have put in place, and I want to commend the OCS for the job that he's doing. We have gone a little bit further, employing police officers or giving police officers motorcycles to move around during the night to try and see where there are people, and they alert the other people, the other police officers in uniform, most specifically the duty officers, so that he can be able to respond. We have improved the response time whenever the crimes have been reported. We have also intensified patrols to see to it that the presence of the security personnel within our establishment or within the town is being witnessed. And we are pretty sure that if we sustain these strategies, plus other strategies that we have discussed with the business owners, we shall be able to bring to the aid the cases of vandalism of petrol stations. The events, the criminals are watching your clip. What's your message to them? We are telling them the president said there are 3 things that can happen when a criminal or when this person who wants to disturb the tranquility of the society is involved. I don't want to echo the president's words, but I know what he meant. Now, and I know you also know what the president meant. He has sent us here to do the work and to support the people. The Inspector General of Police has repeatedly said that there are justifiable instances and we should go out our way to see to it that we have a secure and a safe place for wananchi to operate and to do their businesses. So we are telling them to watch this space.
Ujumbe wangu kwa raia ambao wanatusikiliza, sisi kama polisi tuko hapa tufanye kazi pamoja, waweze kutuletea habari za wale watu ambao wanaona kuna mambo ambayo fulani hawana nia mzuri, sababu tunaishi pamoja na wao, hawa wakora tunaishi pamoja na wao, na tunajua ya kwamba katika society huwa wakati mwingine tunapata habari fulani tunaogopa kuleta kwa ujumbe kwa polisi. Hawa wafanyabiashara nimewapatia namba yangu, wamepata namba ya OCS na wako na namba ya OCPD. Watumie hata ujumbe ya kusema kwamba kuna mambo fulani ambayo yana happen na tunaona na tunaomba tuweze kushirikiana katika njia moja kuensure that security within Wajir is maintained. Kitu jambo la muhimu ni kwamba usalama huanzia na kila mtu. Kama mimi kama mwananchi nimeona jambo na nimeripoti, usalama imeanzia wapi? Usalama imeanza hapo. Lakini nisiseme nisitasema wacha polisi waweze kujua wao wenyewe, hapana. Tuletee ujumbe, tutashikanisha 1 2 na diposa tutaweza kusuluhisha mambo fulani ambayo yanaweza kuja.